Mchambuzi Hans Raphael anathibitisha kuwa Mo out DP World 4 ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba Sport kama mmiliki wa timu hiyo ama tajiri. Licha ya hivyo, jambo hilo limegonga sana vichwa vya habari na taarifa zinasema kuwa serikali pia imetaka mali zote za klabu ambazo hazihamishiki zitabaki kwenye bodi ya wadhamini na sio kuhamishwa kwenye kampuni ya Mo Simba Company Limited, na badala yake zibaki Simba Sport Club Holding Company Limited, bodi ya wadhamini. Majengo yote ya Simba Sport Club na mali nyingine ambazo hazihamishiki kama viwanja zibaki kuwa mali ya klabu kupitia bodi ya wadhamini ya Simba Sport Club. Serikali kupitia baraza la michezo imetoa maelekezo katiba mpya ya Simba Sport inapaswa kutambua mwenyekiti wa klabu kuwa ndiye mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, maana klabu ina umiliki mkubwa 51% na wawekezaji 49%. Serikali inataka kuwa na wawekezaji kuanzia 3. Serikali imetaka katiba ifanywe maboresho ya kumtaka bayana kuwa mwenyekiti wa Simba Sport Club ndiye kiongozi mkuu wa chombo cha utawala ndani ya klabu hiyo, na hivyo awe na mamlaka ya kuitisha mkutano mkuu wa wanachama kwa kuwa masuala yanayojadiliwa juu ya wanachama na maendeleo ya klabu yanaathiri moja kwa moja maslahi ya wanachama. Mwenyekiti wa klabu hiyo ndiye au mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Simba Sport Club Company Limited, kwa kuzingatia kuwa wanachama kupitia klabu ndio wenye umiliki wa hisa nyingi 51%, na hivyo viongozi wote walio chini ya katiba ya klabu watawajibika kwake katika kutekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria, katiba na kanuni zinazoongoza klabu. Serikali pia imetaka kurekebishwa kwa matumizi ya neno mwekezaji ndani ya rasimu ya katiba na badala yake itumike dhana pana ya wawekezaji, na iwe bayana kuwa baraza la wadhamini kwa niaba ya wanachama ndilo litakaloingia mikataba na makubaliano yote na wawekezaji. Marekebisho haya yanakusudia kupanua wigo wa uwekezaji wa kibiashara ndani ya klabu kwa maendeleo ya klabu na ulinzi wa maslahi ya wanachama kama wamiliki halali wa Simba Sport Club. Kwa maelekezo ya mamlaka, maana yake Mohamed Dewji anapaswa kuwa na wawekezaji wenzake angalau kuanzia 3 wagawane hizo hisa 49% ambazo mchakato unabidi uwe wazi, utangazwe. Kama haitoshi, mwenyekiti wa klabu ambaye anatoka upande wa wanachama ndiye atakuwa sauti ya mwisho klabuni, maana anawakilisha 51%. Kwa maana hiyo wawekezaji watakuwa wanamsikiliza chairman anasemaje, ambaye pia ndio atakuwa na viti vingi. Ukitulia kwa utulivu sana na ukinusa kikombe cha kahawa, hapo hatakiwi tajiri mmoja tu bali matajiri wengi, ambapo mchakato utakuwa wazi kwa tochi za FCC. Kumbuka pia mali zinafanywa tathmini upya, maana yake thamani ya klabu lazima itakuwa juu zaidi. Kwa utulivu sana naona mpira umerudishwa golini na wanataka uanze kuchezwa upya, na mkutano mkuu unapaswa kubariki maboresho ya rasimu ya katiba. Msiba unataka kufana, hakuna anayetaka kulia nje ya kii. Nitakuja na uchambuzi wangu hapo baadaye. Endelea kufuatilia NTV, pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu. Mimi ni Lizo Sport, wakati mwingine, bye bye.